mashabiki mnaotufuata katika media Bukavu TV katika habari zetu za asubuhi muda wa saa 2 asubuhi, tunawakaribisha katika habari zetu za kila mara. Endelea kuungana na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ndani ya media Bukavu TV, sehemu pekee utapata habari zenye uhakika na habari zenye ukamili. Mashabiki yetu tunawakaribisha tena ndani ya media Goma TV, sehemu pekee utapata habari zenye uhakika na habari zenye kueleweka. Kumbuka ndani ya media Goma TV ni sehemu utapata habari yenye uhakika, na ukiwa unatufuatilia ndani ya media Bukavu TV utapata habari zenye kamili. Mashabiki zangu, katika muda huyu ndani ya media Goma TV tunaendelea kuwapasha habari zetu. Kumbuka leo ni tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, na tuna mengi tunakuja kuletea katika kipindi chetu cha leo. Kwa sasa kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, tunakukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Kwa sasa mashabiki zangu, na kuonesha katika muda huyu, na habari zenye tuko nazo ni mengi zaidi. Habari tuko nazo ni mengi zaidi. Tunakuja kuwatangazia habari yenye inaendelea kuonekana katika ndani ya uwanja wenye mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika maeneo mengine. Na katika habari hizi kuna wale wataichukulia kama mchezo, lakini wale wanaakili, wale wanaelewa kitu tunavyozungumza tayari wako pamoja na sisi, lakini wale wenye hawajui kitu kinavyoendelea, hao wataendelea kuwa wajinga tu. Lakini kumbuka mambo haya, mashabiki zangu, tunarejea kusalimu kwanza mashabiki kutokea upande wa Norvege huko Amerika, Canada, Australia na kuelekea mainchi mengine ya nje huko kulayani. Tunawakaribisha kupitia kipindi chetu cha media Goma TV kwenye kipindi chetu cha Bukavu TV, na mashabiki kutokea upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu na kutokea Lubumbashi, Manyema, kutokea Kindu na kutokea eneo zingine Kinshasa ndani, tunawakaribisha katika kipindi chetu cha leo. Kwa sasa tumeingia katika habari zetu. Kwa sasa tukifungua kurasa zetu, tunakuja kuletea habari zinavyoonekana katika uwanja wenye mapigano katika seta ya Walikale, katika eneo ya Walikale, eneo inaitwa Ikobo. Habari zetu tutafungulia mara moja katika eneo ya Walikale. Jambo hili nilikuwa nikieleza katika habari zingine za asubuhi na habari zingine kutokea ndani ya media Goma TV, nikiwaambia kwa sasa Walikale kiwa na makombora katika tangu jana, shida ilikuwa kiwaka moto, lakini asubuhi ya leo mgogoro umeendelea kwa changamuka zaidi. Na habari zingine nakuja kuletea mara moja. Jeshi letu la kiwazalendo wanaendelea kufanya kitu naitwa sensibilisation. Nao kwa sasa wanaendelea kusensibilize le jeune garçon katika upande wa Nord Kivu, nao wakuja kuungana nao ili waendelee kushambiliana na waasi moja kwa moja, kwa sababu walikuwa na wanajeshi wale. Kumbuka kuna wengi wamepotea na wengi wamekuwa mablesse, inabidi warekipere vijana katika waendelee kuungana nao ili waendelee kukabiliana na adui. Lakini kumbuka hakuna jeshi lenye linaweza kosa mambo recuperation ama moyen de comment vous avez récupéré les jeunes garçons, wale wanaweza kujiunga nao. Lakini ili tuingie katika kitu habari zetu, tutaanzia habari kutokea eneo ya Walikale, tutakuja kuwapasha habari zingine kutokea eneo ya Kichanga, eneo za huko Mwenga, na kuja kuwapasha habari zingine kutokea eneo ndani ya teritwari ya Nzibira, na habari zingine kutoka eneo ya Chulwe, Kavumu na mji wa Bukavu. Habari zinaendelea kuonekana huko ni habari hatari sana. Kabare kuna habari zingine moto, eneo za Mdaka huko ndani, Chivanga, habari mengi, Bunyakiri, jambo ni mengi zaidi. Lakini katika habari zetu, kabla niingia katika habari za Walikale, hacha tuanzishe habari zetu mara moja Bunyakiri. Kuna habari tumepokea mara moja Bunyakiri. Vijana wa wazalendo kwa sasa wanaendelea kufanya mkutano na kukutana katika eneo zinao katika sehemu inaitwa King. Kwa sasa wamekutana kwa kuonesha kwa kweli ili nije watabidi wakabiliane na wahasi wa M23. Kwa sasa wale wazee wa mila katika vijiji vya huko eneo ya Bunyakiri wameungana kwa sasa kwa kutengeneza madawa ili waende kukabiliana na waasi, kwa sababu hawa ni wanajeshi wanaitwa Raia Mutomboki. Wanasema hao hawataki mchezo katika uwanja wa mapambano, wanasubiri M23 wakuje kushambulia eneo ya Bunyakiri kwa sasa wawapandishe na moto kubwa zaidi. Na ukiangalia mara mingi kwa nini M23 wanashindwa kuingia Bunyakiri, kwa sababu wana historia ya wanajeshi wa Bunyakiri, kwa sababu wanajeshi wa Bunyakiri au hawana mchezo, ni tofauti na wanajeshi wengine kutokea upande wa Sud Kivu ama upande wa Nord Kivu.
Na habari nyingine kutokea eneo inapoelekea Chulwe. Eneo ya Chulwe kwa sasa kumeonekana wanajeshi nao wa wazalendo wanaendelea kufanya mikutano kwa wingi katika maseta tofauti. Wanasema inabidi wakabiliane na waasi wa M23 katika maeneo ya Nzibira. Lakini jambo hili linavyoonekana huko, M23 kutoka Nzibira wameendelea kuchukua vijiji vingine kadhaa na kuendelea kuweka mikwabo moja kwa moja na kuja kupasha habari zingine kuelekea katika eneo zinaomiliki na jeshi la M23 katika vijiji vingine. Wanaendelea kuchukua vijana na kuendelea kuwafanyisha mapatrui kila usiku. Ukiwa ni kijana unafikisha miaka 18 umechukuliwa na kwenda kufanya patrui katika maeneo hilo, na kuna vijana wengine wanaendelea kujificha, na ukishikwa mara moja mahali unajojificha tayari wewe utapigwa viboko muna na hata unaweza kupoteza maisha mara moja. Habari zingine tukija kuwapeleka eneo ya Ikobo ndani ya Kisimba Kalonge, eneo inaitwa Murema na kuelekea katika eneo inaitwa Bukumbirwa na Bulehusa na kuelekea mara moja maana eneo inaitwa Banamurema. Mashambulizi imeendelea kuwa moto zaidi. Kumbuka mapigano alikuwa katika maeneo haya, ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Lakini tena leo asubuhi kumeonekana tena mtoto mwingine ukilia. Yani unajiuliza kwa sasa wakaaji, yani mtoto unajipata sasa, mtoto mwenyewe alikuwa kwenye tumbo, kwa sasa akisikia mara moja anaanza kuzaliwa mara moja. Mtoto alikuwa anaeneza miezi 9 lakini anabaki na siku 3 azaliwe mara moja kupitia mabombe zinavyolia katika maeneo haya. Kwa sasa wengi wanaanza kuzaliwa kwa sababu tumepata temwenyaje za wamama karibu wa 6. Wanasema hao wamezaa kwa sababu kusikia mtoto wenye risasi, mlio wa risasi, mtoto anakuambia mama nitoe, mama unitoe, kwa sababu hapa hatari na waka. Niambie kwa sasa mzazi, mtoto anatoka kwa haraka kwa sababu anasikia mlio, kwa sababu unajua kusikia kitu inalia kwa sababu unasikia eneo ya Kikobo eneo ya eneo ya Kisimba eneo inayoitwa Lusamambo yaani unasikia kila masasi ina mlio yake, kila bunduki ina mlio yake. Sasa wakaaji population wenyewe walikuwa na mimba. Kuna wengi wanasema kwa sasa kama leo kuna mama mmoja amezaa kupitia mtoto wenye risasi katika maeneo inaitwa eneo ya huko katika ya eneo inaitwa Murema. Mama alikuwa amesikia bombe limoja imelia. Mama alikuwa na mimba ya miezi 9. Anabaki na siku moja tu asubuhi hivi. Leo nyangizaa. Amezaa hiyo siku ya tarehe 6. Muda wa saa 7. Amesikia mdundo tu, mtoto ametoka mara moja. Kusikia mzingo gisi inavyotiripuka mara moja ametoka. Sasa unieleze wengine wanaogonjwa mioyo. Kuna watu kwa sasa watu wengi niliwaambia katika uwanja mapambano, watu wengi wamekufa kwa njia sio risasi inawafikia. Wengi wanakufa kwa sababu kuna mtu mwingine ana shida ya attack, ana shida ya moyo mara moja, kwa sababu analisikia mulio. Huyu alikuwa hajajiandaa, kwa sababu tumepata watu wengi katika tukiangalia katika program hapa, watu wengi katika mulio hii umeolia katika moyo mara moja anaenda. Yani unajipata ndio hivyo vinavyoendelea. Lakini katika habari hivi tuendelee kuwapasha gisi jambo linaendelea kuonekana huko. Mtoto masasi imeendelea kulia sana katika mchana, asubuhi na jioni katika maeneo haya. Na katika ili habari, kumbuka hii vita ilianza ni tarehe 3 eneo ya Ikobo, Kisimba, Kalonge, Murema, Bukumbirwa, Bulehusa, Lusamambo, Banamurema tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini katika muda huyu tunaozungumza, mtoto unaendelea tena, umeamuka leo hii mpaka tangu asubuhi saa 11 mtoto wa risasi kwa analia katika maseta hizi. Wakaaji maeneo hizo wanajiuliza waende Walikali,
nani warudi ndani ya Ruchuru, wengine wanakosa gesi ya wengi wameishia katika porini. Sasa kwenye porini huko wanavyoenda, wengi wao wanasema kwa sasa hawana mahali ya kukimbilia, hawana mashitingi kuzunguka. Hii vita inaendelea kuwa huko, ni vita lenye raia population hawajipange, hawajui kwa sasa hili vita litatangazwa kusema litaanza vipi. Kwa sasa unajipata mtu anaenda kwenye porini, wanakimbia. Sasa huko kwenye wanavyokimbia, mvua inanyesha, watoto wanakufa na baridi. Kuna mtu mwingine alizungumza kusema ati nakumbuka kuna kamando moja kutokea Uvira, huko Uvira, anaitwa James Feka Adui. Walimuuliza kwa sababu serikali ilizuia haya maandamano ni kwa sababu ya kuzuia watu wasikufe na njaa, inabidi watengeneze pesa ili watu wakule. Huyo kamanda alizungumza kusema nini? Hakuna kaburi ya mtu anaokufa na njaa. Kwa sababu haya alizungumza ni habari yenye haiko hakika. Kwa sababu wewe ukijua watu, kukumbuka nyinyi wazalendo, nyinyi watu wengi, kwa sababu ukiangalia raia population wengi hawalimi. Wakaaji wengi wa North Kivu na wa Sud Kivu hawalimi. Ukiangalia kwa sasa wengi wanaogonjwa ugonjwa wa bwakeni wangapi? Ni wengi sana. Sasa unajipata vijana, kwa sababu ni wanajeshi hao, wao wanajua ataenda tege kamba zake huko aibe raia population, wengine wafanye huko apate, kwa sababu wazalendo kwa sasa mnajua hiyo jambo ni kitu inawaeka, kwa sababu walisema hawalipwi na serikali. Sasa kupata sanfra, kupata sabuni, wanatega makamba kwa njia, wanaomba 5,000 10,000 fra katika eneo zile. Sasa hizo ndio vitu tunaenda kufanya nini? Kuchanganya watu. Na sasa katika muda huu, mashabiki zangu, endelea kuungana na mimi, endelea kujua mengi na endelea kunisikiliza kupitia habari hizi, tuje kupatana kwa habari zetu kama kawaida. Hakuna sehemu. Mji wa Bukavu, raia population kwa sasa wanaendelea kuwa na wasiwasi sana. Wakaaji wa Bukavu wanasema kwa sasa mahali wanafika wamechoka, mahali wanapofika wamechoka, na mpaka wakaaji wanasema itabidi waanze kufanya maandamano. Lakini wengine wanasema tukifanya maandamano kwa sasa bila ruhusa ya serikali, hawa tayari jambo litakuja kutokea, ni jambo la hatari. Kavumu, shida ni hiyo tu. Kabare sasa M23 wahasi wanaendelea kuadvance, lakini katika mtuto wenye risasi wazalendo nao wanaendelea kukabiliana nao, hata kama wapate ramforo, hata kama wapate finansema, wamepima kabisa. Hata kama M23 wanajua hili jambo, lakini M23 nao kitu moja inashindia FARDC, inashindia wazalendo. M23 wanatumia ujanja, wanatumia teknolojia, wanatumia akili katika fizikolojia, kwa kuangalia memoire ya bajene garso, wanaangalia memoire ya wazalendo, wanaangalia memoire avec le gouvernement. Na waneme vitu wanatumia nini? Wanaangalia mahali kuna kelele, na hapo ndio wanapitia. Ndio maana nakwambia hao watu wako na strategie de guerre de combat. Hata kama gisi mnavyosema hawana nguvu, lakini ukiangalia ingelikuwa hawana nguvu, hata kama gesi wazalendo tunaenda tunalia sana, wazalendo wanalia ati FARDC wamepeana njia, FARDC wamepeana njia. Lakini mungijua FARDC kama inapeana njia, nyinyi wazalendo mko na vyombo, kwa nini hamwezi kufanya attack? Kwa nini hamwezi kuattack? Muwaondoe wale watu, kwa sababu M23 wanatumia mbingu, wanatumia vifaa vingine kalikali. Mashabiki zangu, kumbuka tukiambia watu ukweli, wamoja watakuchukulia wewe ni hivi, lakini kumbuka hii ni media. Ni Media Goma TV, ni Media Bukavu TV, sehemu ya habari ya uhakika. Kwa sasa nakutakia heri njema na Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi, tuje kupatana kwa habari zetu za kila mara. Kumbuka ukiwa unatusikiliza kupitia habari za asubuhi, habari za jioni na habari za mchana, itakuwa ni muhimu zaidi, na tunakuuliza kama hujawahi subscribe, anza kusubscribe sasa hivi. Kama hujawahi jiabone ndani ya Media Goma TV, ndani ya Media Bukavu TV, kwa sababu channel zetu ni mbili, Media Bukavu TV, Media Goma TV. Ni sehemu pekee utapata habari zenye uchambuzi na habari zenye hazina, kwa sababu ukweli inabidi uwekwe, na ule mwenye atakuchukia ni ule pumbavu. Mwenye akili ataelewa kinyi tunazungumzia, na ule mwenye anajua yeye hazungumza ataelewa chicho tunavyozungumza. Na kukaribisha tena tuje kupatana kwa mada zetu za jioni. Mwenyezi Mungu awe na nyinyi, nawatakia heri njema, bye bye.